Luke 1 from verses 67. Luka mlango wa kwanza aya 67. And the Bible says, his father Zechariah was filled with the Holy Spirit and prophesied, praise be to the Lord, the God of Israel, because he has come and has redeemed his people. He has raised up a horn of salvation in the house of his servant David. Haleluya. Kuanzia mstari wa 67, na Zakaria baba yake akajazwa Roho Mtakatifu akatabiri akisema, atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli, kwa kuwa amewajia watu wake na kuwakomboa. Ametusimamishia pembe ya wokovu katika mlango wa Daudi mtumishi wake. Now, this is the time Zechariah went in the house of God. Kwa hivyo ni wakati ambapo Zakaria alienda katika nyumba ya Bwana. That is from where we have read. Pale tumesoma He was chosen by lot to enter and minister unto the Lord. kwamba kama amechaguliwa kwa kura kwenda kuhudumu mbele za Bwana. And if you remember with me many Na times, kukumbuka nami mara mingi, we've talked about this, especially when we are on the topic of worship, tumeongelea hii tunapokuwa katika mafundisho ya kuabudu. where Zechariah entered and stood besides the altar of incense. Pale ambapo Zakaria aliingia na kusimama kando ya madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa. And we have said more than one times that this is the place the Lord was speaking from. Na tumesema zaidi ya mara moja kwamba hapa ni mahali ambapo Mungu alikuwa akinena akiwa. Now, the whole tabernacle was important, Kwa hivyo hekalu mzima lilikuwa la muhimu. but every time a priest or a Levite entered in the tabernacle, Lakini wakati wowote ambapo kuhani ama Mlawi aliingia katika hekalu or even in the temple, ama katika kibanda pia, their responsibility was to stand besides the altar of incense, kwamba kazi yao ilikuwa ni kusimama kando ya yale madhabahu ya sadaka ya kufukiza, because this is where the Lord was speaking from. maana Mungu alikuwa akinena akiwa pale. So it was the time of Kwa Zechariah, hivyo ilikuwa ni wakati wa Zakaria, the father of John the Baptist, baba wa Yohana Mbatizaji, to go and minister before God. ili kwenda kuhudumu mbele za Bwana. Israel did not go without hearing God. Kwamba Israeli hawangeenda bila kumsikia Bwana. And so they chose the priests Kwa hivyo walikuwa wanachagua kuhani day and night, usiku na mchana, continually to be in the presence of God, daima kuwa uweponi mwa Bwana, to hear God speak on behalf of the whole Israel. ili kusikia Mungu akinena kwa niaba ya Israeli nzima. So this time Kwa hivyo wakati huu was a time of Zechariah, ulikuwa ni wakati wa Zakaria, where he entered and went on with his businesses. kwa alipoingia na kuendelea na kazi yake. In 2 Chronicles 29:11, Katika Mambo ya Nyakati wa Pili 29:11, Hezekiah is letting us know the responsibilities of a Levite or priest. kwamba Hezekia anatufahamisha kazi ya Mlawi ama kuhani. Anyone who entered to minister in the house of God, Yeyote ambaye aliingia ili kuhudumu katika nyumba ya Bwana, what was their responsibilities? kazi zao zilikuwa ni zipi? What were they doing in the tabernacle, in the temple, Walikuwa wanafanya nini katika kibanda ama katika hekalu, or in the tent of the meeting where they were ministering ama from? lile hema la kutania ambalo walikuwa wanahudumu? He said, when one enters there, Alisema kwamba wakati mtu anapoingia pale, they served the Lord, wamtumikie Bwana, they ministered unto him, walimhudumia Bwana, they burnt incense, walitufukiza ubani, and they stood before the presence of God. na pia walikuwa wanasimama mbele za Bwana. These four things Hivi vitu vinne pertains the responsibilities of the priest then. ilikuwa inahusiana na kazi ya kuhani nyakati zile. So when Zechariah is standing besides the altar of incense, Kwa wakati Zakaria anaposimama kando ya madhabahu ya sadaka ya kufukiza, he was there burning incense. alikuwa pale akifukiza ubani. Remember with me what God told Moses, Kumbuka nami kile ambacho Mungu alimwambia Musa, that an incense should be burned besides the altar of incense, kwamba kufukiza ubani lazima utendeke kando ya ile madhabahu ya sadaka ya kufukiza ubani, and that smoke should go before him. na kwamba huo moshi uende mbele zake. And when Paul was writing to Romans, he said, Na wakati Paulo anapoandikia Warumi anawaambia our prayers kwamba maombi yetu is like sweet smelling aroma ni kama manukato before the presence of God. uweponi mwa Bwana. When that smoke of the burnt incense Wakati huo moshi wa sadaka kufukiza ascended before God, ilikuwa inapaa kwenda kwa Bwana, it was a sweet smelling thing, ilikuwa ni manukato, an aroma that was so sweet. kwamba manukato. So one thing you should bear in mind Kitu kimoja ambacho tunafaa ufahamu is that Zechariah had no child.
kwamba Zakaria hakuwa na mwana. By the time he was being chosen to enter Wakati huo anapochaguliwa kwenda kuingia and minister before God, na kuhudumu mbele za Bwana, he had no child. hakuwa na mwana. He needed one, of course. Alikuhitaji mtoto. Hata hivyo, Like any other man, kama mwanadamu mwingine yeyote, I think it's very hard. You know, people experience hard times watu hupitia wakati mgumu and so many challenges of this life, na changamoto nyingi za maisha haya, especially when they are not blessed with sons or daughters, haswa wanapokosa kubarikiwa na mtoto aina yoyote, when they don't have children. wanapokosa kuwa na watoto. And I think Zechariah was experiencing the same difficulty situation. Kwa hivyo hata Zakaria pia alikuwa anapitia hali hii ngumu. You know, sometimes being mocked by his fellow Jews, Wakati fulani akidhihakiwa na Wayahudi wenzake, you know, being mocked by his neighbors. akidhihakiwa na majirani zake. This is an order of the day in our society, Kwamba hii ni hali ya kawaida katika jumuiya yetu, especially when one is having a challenge. haswa mtu anapokuwa na changamoto. You find yourself in a situation whereby even friends are running away from you. Unajipata katika hali ambayo hata marafiki wanakutoroka. When you are in a severe challenge, Unapokuwa katika hali ngumu, there is no one who wants to associate him or herself with you. hakuna yeyote ambaye angependa kujihusisha nawe. And I want to believe this is what exactly happened to Zechariah. Na nataka kuamini kwamba hii ndio ambayo ilimtendekea Ezekia. We have seen some few instances in the Bible. Tumeona hali kadhaa katika Biblia. We have Rachel in the book of Genesis. Tuko na Raheli katika kitabu cha Mwanzo. The challenge she was facing. Changamoto ambayo alikuwa anaipitia. Hannah also needed a son. Kwamba Hana pia akamhitaji mtoto. We see the mockeries Tunaona ile dhihaka from her opponent kutoka kwa wale ambao walikuwa ni wenzake and so many others. na wengine wengi. Praise the Lord. Hallelujah. But Zechariah, Lakini Zakaria when he entered before the presence of God, alipoingia mbele ya uwepo wa Bwana, he didn't complain, hakulalamika, he didn't murmur. hakunungunika. Actually, the other Levites, Kama wale Walawi wenzake they chose him knowing walimchagua wakijua that he had no son. kwamba hakuwa na mwana, But he did not go in the house of God lakini hakuenda katika nyumba ya Bwana to pray for one. ili aombe kwa ajili ya mtoto, He entered there to minister lakini aliingia pale kuhudumu like any other Levite kama Mlawi mwingine yeyote who would be besides the altar of incense. ambaye angekuwa kando yale madhabahu ya sadaka ya kufukiza ubani. Praise the Lord. Amen. And this is where I say many times, Na hapa ndipo anasema mara mingi, your needs are not so important in the presence of God. kwa mahitaji yako si ya muhimu sana uweponi mwa Bwana. God can accomplish what you need. Mungu anaweza timiza kile He unachokihitaji. can bring to your way Anaweza leta njiani mwako what you needed at that specific time. ulichokihitaji wakati huo. Praise the Lord. Hallelujah. Many times we only go before God when we have needs, Wakati mwingi tunaenda mbele za Bwana tunapokuwa hatuna mahitaji, when we have issues, tunapokuwa na shida, when we are in difficult situations, tunapokuwa katika hali ngumu, you know, when we are in our moments of tears, tunapokuwa nyakati zetu za machozi, when we feel that every other person has deserted us. tunapohisi kwamba kila mtu ni kama ametutenga. This is a time you'll find many believers Huu ndio wakati utapata waumini wengi appearing in the presence of God. wakiingia uweponi mwa Bwana. But don't forget Zechariah Lakini usisahau kwamba Zakaria had a need. alikuwa na hitaji, He needed a son alimhitaji mwana to perform his responsibility alienda kutenda majukumu yake in the presence of God. uweponi mwa Bwana. An angel of God came and stood beside him. Kama malaika wa Bwana kaja na kusimama karibu naye. Now that the Lord was speaking from this altar, Maana Mungu sasa alikuwa ananena akiwa katika madhabahu haya. he spoke to Zechariah Akanena na Zakaria that Zechariah, you will have a son. kwamba Zakaria utampata mtoto, You will have a baby boy. utakuwa na mtoto wa kiume A time like this next year. wakati kama huu mwaka ujao. And the conversation continued Na hayo mazungumzo yakaendelea until Zechariah asked God, kufikia Zakaria akamuuliza Mungu, how will I know? nitajuaje? How will it be? Itakuwaje? And the angel of God said to him, Malaika wa Mungu akamwambia, now that you don't believe, maana sasa hauamini, you'll be mute for some days utakuwa hawezi ongea kwa siku kadhaa until the son is born. hadi huyo mwana akaweze kuzaliwa. Praise the Lord. Hallelujah. So many times Wakati mwingi the Lord has been saying things to us, Mungu amekuwa akinena nasi mambo, and if you remember with me the previous sermon, na kukumbuka nami katika mahubiri ambayo yamepita, I said many believers, nimesema waumini wengi
They want to understand what the Lord is doing in their lives. wanataka kuelewa kile ambacho Bwana anatenda maishani mwao. And I said, every time you engage your mind Nimesema wakati wowote unapohusisha mawazo yako in understanding the things of God, katika kuelewa mambo ya Mungu, you will not perceive, hautaelewa, you can't fathom, hawezi yaelewa, you will never understand. hautawahi yaelewa. It is because your minds are in your body, Maana mawazo yako katika mwili wako, and your body has been an opposer of God. na kwamba mwili wako umekuwa kinapinga Mungu. This body is not of the kingdom. Kwamba mwili huu sio ufalme. The body belongs to this world. Mwili huu na ulimwengu huu. What happens is that we subject our bodies Inayofanyika ni kwamba tunaweka chini mwili yetu to believe in Christ Jesus, katika kuamini ndani ya Kristo Yesu, to submit to the will of God, ili kujitiisha katika mapenzi to ya Mungu, what the Lord is saying to the inner man. kwa kile ambacho Mungu anasema kwa yule mtu wa ndani. The body is never willing Kwamba mwili hautaki mara to zote do the things of God. kufanya mambo ya Mungu. So this is what happened to Kwa Zechariah. hivyo hii ndio ambayo ilimtendekea He Zakaria. said, how will it be? Akasema itakuwaje? When will it come? Itafanyika lini? And that alone Na hiyo pekee was unbelief. ilikuwa ni There are kutoamini. some things you can do in your life Kuna mambo fulani unaweza fanya maishani mwako and prove that you're not believing in Christ. ionyeshe kwamba wewe haujaamini ndani ya Kristo. There is a time God spoke to Paul Kuna wakati ambapo Mungu aliongea na Paulo when he was heading to Caesar. alipokuwa anaelekea kwa There Kaisari. is a time he appealed his case to Kuna Caesar. wakati alikata rufaa kwa ajili ya kesi yake. And so the Lord said to Caesar, you will go. Kwa hiyo akasema, Mungu akamwambia kwamba kwa Kaisari utaenda. And so he was sailing with some 276 crews, Kwa hivyo akawa pamoja na watu 276 fellow prisoners. ambao walikuwa ni wafungwa wenzake. At this night, Usiku huu there was storms raging and raging, kulikuwa na mawimbi yanapiga na kupiga, and the people were terrified. na watu wakawa wameogopa They sana. wondered what they will do. Wakashangaa watafanya nini. It is at night. Ni usiku, There are huge storms. kuna mawimbi mengi. Praise the Lord. Haleluya. But Paul stood that night. Na Paulo akasimama usiku huo, An angel of God spoke to him malaika wa Mungu akanena naye that there is none of us kwamba hakuna mmoja wetu who will be destroyed. ambaye ataangamia. This ship, Kwamba this ship chombo hiki will be in wreck, kitaharibiwa, but there is none of us lakini hakuna mmoja wetu who will be destroyed. ambaye ataangamizwa. Now, how does that apply? Hiyo inatendeka vipi? That the ship, this vessel will be Kwamba destroyed, chombo hiki kitaharibika, but the people who are boarding this one, lakini watu ambao wamepanda chombo hicho they will never be destroyed. hawataangamia. There is no life Hakuna maisha that will be consumed. ambaye ataangamia. This is the reason why I'm saying, Ndio maana nasema if you take the things of God in your mind, kama utaweka vitu vya Mungu katika mawazo yako, you will result in a big no. wewe utakuwa na jibu kwamba ni la. You will say it can never happen. Utasema haiwezi tendeka. So God saw Kwa hivyo Mungu aliona the unbelief of Zechariah. kule kutoamini kwa Zakaria. Praise the Lord. Hallelujah. And that day, Na siku hiyo he said, from today, akasema, kuanzia leo you will not speak hautaongea until these things come true. kwa haya mambo yafanyike. Praise the Lord. I Hallelujah. want to challenge us. Ningependa kutia changamoto. It is good to believe in God Ni vyema kuamini ndani ya Bwana, no matter what, haijalishi ni nini, no matter the situation, haijalishi hali, no matter the challenge, haijalishi no changamoto, matter what you're facing at this current time. haijalishi nini unakipitia wakati huu. It is good to believe in Christ Ni vyema kuamini ndani ya Kristo, because he is all able. maana yeye He is all powerful. anaweza mambo yote. Praise the Lord. Hallelujah. And there is nothing too hard for him. Na hakuna kitu kigumu sana naye, No impossibilities with him. hakuna kushindwa naye. Now Paul said to these Kwa people hivyo Paulo akaambia watu hawa that I believe God. kwamba mimi naamini Mungu, It will be as it was told me. kwamba itatendeka jinsi ambavyo niliambiwa. They traveled the following day, Wakasafiri asubuhi iliyofuatia, and by the voice of God the storms did not cool down. na kwamba kwa sauti ya Bwana ni kwamba yale mawimbi hayakusimama. But one thing with Paul Lakini kitu kimoja na Paulo is that he believed God. ni kwamba aliamini Mungu, It will be as what it was told him. kwamba itakuwa jinsi ambavyo alikuwa ameambiwa. Today, Leo hii it is good for you to go against all odds. ni vyema wewe ukaende kinyume na hali zote. You have the signs and the symptoms of that disease. Wewe uko na ishara na hata
dalili za ugonjwa huo, even after your pastor told you that you're healed, hata baada ya mchungaji kukwambia kwamba umepona, you still feel there's some pain in your body, bado unahisi kwamba kuna uchungu fulani mwilini mwako, continue confessing the same. kwamba zidi kukiri hivyo hivyo, I am healed. kwamba nimepona. And not only today, Na si leo tu, but 2000 years back, lakini miaka 2000 iliyopita, when Jesus went on the cross, wakati Yesu alipoenda msalabani, you still have that challenge. bado kuna hiyo changamoto. Even after the prophetess said to you Hata baada yule nabii wa kike kukuambia that tomorrow a time like this, kwamba kesho wakati kama huu, that challenge will be no more. kwamba hiyo hali haitakuwepo tena. Continue believing in Christ. Zidi kuamini ndani ya Kristo. When that apostle declared in your life Wakati mtume huyu alipotangaza maishani mwako that debt is written off, kwamba hiyo deni imeondolewa, there will come restoration in your life. utakuja urejesho maishani mwako, And these things are still there with you. na mambo haya bado yako pale na wewe. Continue believing in Christ. Zidi kuamini ndani ya Kristo. Believe in Christ. Amini ndani ya Kristo. Say with me like Paul, Amesema nami kama Paulo, I believe God. mimi naamini Mungu, It will be as it was told me. itakuwa jinsi nilivyoambiwa. It does not matter the span of time, Haijalishi ni muda gani utachukuliwa, the period it will take. haijalishi ni muda gani. What I believe is Ninachoamini ni kwamba the voice of God. sauti ya Bwana, Praise the Lord. Hallelujah. I know at the words of Jesus najua kwa maneno ya Kristo it will happen. itatendeka. At the words of Jesus Kwa maneno ya Yesu it will come to pass. itakuja kutimia. So keep your faith. Kwa hivyo weka imani yako, Press on. kwamba zidi kusonga mbele, Don't be discouraged. usishushwe moyo. Praise the Lord. Hallelujah. Continue Zidi kuendelea believing in Christ Jesus. kuamini ndani ya Kristo Yesu. So Zechariah entered Kwa hivyo Zakaria akaingia and ministered unto the Lord. akamhudumia Bwana. Now we are coming to verses 67, Tunapofikia mstari wa 67, where now Zechariah, the Bible is telling us that he prophesied. ambapo Biblia inasema kwamba akajazwa na Roho na kutabiri. He was filled with the Holy Spirit Alijazwa na Roho and prophesied. na akatabiri. This is the time now he is, he talked again. Huu ndio wakati aliongea tena, His voice was restored back. kwamba sauti yake ikarejeshwa tena, And he started prophesying. na akaanza kutabiri. Now after the birth of John the Baptist, Baada sasa ya kuzaliwa kwa Yohana Batizaji, his son, mwana wawe. praise the Lord. Hallelujah. And this is how his prophecy starts. Na hapa ndipo nabii wake unaanzia. Praise be to the Lord, the God of Israel, Atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli, because he has come and has redeemed his people. maana amewajia watu wake na kuwakomboa. He has raised up a horn of salvation for us Ametusimamishia pembe ya wokovu in the house of his servant David. katika malango ya Daudi. Now, and the prophecy continues. Na ule unabii unaendelea. But I would like us first to focus in verses 68, Ningependa tukaangalie katika mstari wa 68, where the prophecy is starting. pale ambapo unabii unaanzia. Sometimes we've been taken to believe Wakati fulani tumefanywa kuamini that prophecy is only predicting the future. kwamba unabii ni ile tu kutabiri mambo yatakayotendeka baadaye. What will happen in future? Nini ambayo itatendeka baadaye? It will rain some 2 years to come. Kwamba kutanyesha miaka miwili We ijayo. will have an earthquake a time like this next year. Kutakuwa na mtetemeko wa ardhi wakati kama huu mwaka ujao. There will be some things that will happen, in the political arena. Kuna mambo ambayo yatatendeka katika hali ya kisiasa. We've been taken to believe Tumefanywa kuamini that this is the only prophecy. kwamba huu ndio unabii wa pekee. When we are told of prophecy, Tunapoambiwa kuhusiana na unabii, we will be taken to believe tumefanywa kuamini that the prediction of the future, kwamba ule utabiri kuhusiana na mambo ya usoni, this is the only prophecy mentioned in the Bible, huu ndio unabii wa pekee ambao umetajwa katika Biblia or else recorded in the Bible. ama umenakiliwa katika But Biblia. that is not the only prophecy. Lakini huo sio unabii wa pekee. Zechariah Zakaria starts by praising the Lord. anaanza kwa kumsifu Bwana. To the Lord, Asifiwe Bwana, the God of Israel. Mungu wa Israeli. And someone seated there is asking me, Mtu ameketi pale ananiuliza, is this a prophecy? je, kwamba huu ni unabii? And I say with capital letters, Nasema kwa nukta kubwa, yes indeed it is a ni prophecy. kweli ni unabii.
Praising the Lord, kumsifu Bwana, giving glory to the Lord, kutoa utukufu kwa Bwana is a prophecy. ni unabii. I would like to give you another example. Ningependa kupa mfano mwingine. When Saul was anointed by Samuel, Wakati Sauli alipotiwa mafuta na Samueli, that day when he was back to his house, wakati huo anaporejea katika nyumba yake, on the way back to his father's house, akirejea katika nyumba ya baba yake, he met a group of the prophets, akakutana na manabii, the sons of the prophets. wana wa manabii, And the Bible says he prophesied with them. na Biblia inasema kwamba akatabiri pamoja nao. You want to tell me Ungependa kuniambia that they were saying the coming month will be an earthquake? walikuwa wanasema kwamba mwaka ujao kutakuwa na mtetemeko wa ardhi? Who are they telling at that time? Walikuwa wanaambia nani wakati huo? They prophesied. Walitabiri, And even the people confirmed so. na hata watu wakathibitisha hivyo. They were the witnesses of that prophecy. Nabii huu They went along saying the Lord is good, walienda wakisema Mungu ni mwema, praising the Lord, wakimsifu Bwana, exalting the name of the Lord. wakiliinua jina la Bwana. And I want to believe Ningependa that all of us, we should come to that level. Prophecy unabii is not only the prediction of the future, si kutabiri tu kuhusiana na mambo ya baadaye, but giving praise to the Lord, lakini kutoa sifa kwa Bwana, exalting the name of the Lord. kuliinua jina la Bwana, This is a worthy prophecy. kwamba huu ni unabii And unaostahili. I have given an example of Saul the king. Nimpatiana mfano wa Sauli mfalme. He went on prophesying. Alizidi akitabiri, He joined the group of the prophets, yeye akaungana kile kikundi cha manabii, the sons of prophets, wale wana wa manabii, and they went ahead prophesying. na wakaendelea mbele kutoa unabii. Praise the Lord. Hallelujah. You can be a prophet of your own life. Unaweza kuwa nabii wa maisha yako mwenyewe, Not only prophesying good things into your life. si kutabiri tu mambo mazuri katika maisha And yako. this is what we've been called to do. Kile tumeitwa kufanya hili, To prophesy, kutabiri, to exalt the name of the Lord, kuliinua jina la Bwana, to give praise unto the Lord, kutoa sifa kwa to Bwana, worship His name, kuliabudu jina to lake, exalt His name. kuliinua jina lake. So don't only be pointing out Usikuwe tu unachukua to those people who are predicting the future. kwamba kwa wale watu ambao wanatoa unabii wa mambo ya baadaye. You can be also a prophet Unaweza kuwa nabii pia by exalting Him, kwa kumuinua, by praising Him. kwa kumsifu. And this is a responsibility we've been called to do. Na hili jukumu ambalo tumeitwa kulifanya, You and me who are born again, wewe na mimi ambao tumeokoka, we are royal priesthood. sisi ni makuhani wa kifalme, We are Levites. sisi ni Walawi. Now this does not mean Hii haimaanishi that pastors are the only Levites we have. kwamba wachungaji ndio Walawi wa pekee ambao tuko nao. Whoever is born again Yeyote ambaye ameokoka, have been called into the ministry of priesthood. yeye ameitwa katika ile kazi ya ukuhani. And this is our major Na hili responsibility. ndio jukumu letu kuu, Prophesying, kutoa unabii, exalting God kumsifu Bwana, with those good na words, kwa hiyo hayo maneno mazuri, telling God who He is in our lives, mwambia Bwana jinsi alivyo maishani mwetu, His greatness, kwamba ukuu His wake, mightiness, kwamba ukuu wake, His power, nguvu zake, His authority. mamlaka So yake. go ahead, prophesy. Kwa hivyo zidi ukitoa unabii. When you say, God, I give you praise. Unaposema Bwana kupa sifa, When you say, for He is good, unaposema maana yeye ni mwema and His mercies endure na forever. rehema zake za dumu hata By milele, that you prophesy. kupitia kwa hiyo unatoa unabii. Praise the Lord. Hallelujah. So it's good you continue Kwa hivyo ni vizuri uendelee in that manner continually, katika hiyo hali daima, bowing down before God, ukinama mbele za Bwana, praising the Lord. ukimsifu Bwana. And as you do so, Na unapofanya hivyo, you prophesy into your future. unatabiri kuhusiana na mambo yako ya By baadaye. Zechariah entering the temple Kwa hivyo kwa Zakaria kuingia to hekaluni minister unto the Lord, ili kumhudumia Bwana, you know, praising the Lord, akimsifu Bwana, doing His responsibility, akifanya majukumu the yake, Lord said unto him, Mungu akamwambia, a time like this next year you will have a son. kama huu mwaka ujao utampata mtoto. It can happen to you today. Inaweza tendeka kwako leo hii. Any situation in your life Hali yoyote maishani mwako that you feel it's barren, ambayo unahisi ni tasa, anything that you need come forth chochote ambacho unataka and kitendeke it's not coming, na kitendeki, you feel that you're stagnating, unaona kama umegwama, you're only in one place uko mahali pale pale tu in your life, katika maisha yako, you need to do this responsibility. unastahili kutenda jukumu hili. Start prophesying, Anza kutoa unabii, exalting the name of the Lord, ukiliinua jina la Bwana, and the Lord will
will come and say unto you. Na Mungu atakuja na kuambia. It is in the presence of God. Kama ni weponi mwa Bwana. While you exalt the Lord, unapoliinua jina la Bwana, your answers to your prayers will come. Majibu ya maombi yako yatakuja. The response of the voice of God to you, jibu la sauti ya Bwana kwako, will be heard litasikika in the presence of God. Weponi mwa Bwana. So he continues with this prophecy. Anaendelea na unabii huu. And he says he has raised up akasema kwamba ameinua a horn of salvation. Kwamba pembe ya wokovu. The Lord has raised up, kwamba Mungu ametusimamishia, the horn of salvation. Pembe ya wokovu. Now let us study there for a while. Wacha tukasimame pale kwa muda. When Moses was building the vessels in the house of God, wakati Musa alipokuwa akijenga vyombo nyumbani mwa Bwana, we said yesterday, tulisema jana, because this is kind of the continuation of the message of yesterday, maana huu ni kuendeleza ujumbe wa jana, that he was told by God, aliambiwa na Mungu, to do everything in his pattern, ili kufanya kila kitu katika mpangilio wa Mungu. And when Moses came back, wakati Musa aliporejea from the mountain, kutoka mlimani, he made sure that all the things the Lord instructed him to do, alihakikisha kwamba mambo yote ambayo Bwana alimwamuru kufanya, especially in erecting the tabernacle, haswa kuliinua lile hekalu, was according to the pattern of God. Ilikuwa kulingana na mpangilio wa Bwana. The roof, kwamba maagizo, the walls, kwamba kuta, the things in the outer court, kwamba vile vitu katika sehemu ya nje, in the inner court, katika sehemu ya ndani, in the holy place, katika pale patakatifu, and in the most holy place, hata pale patakatifu sana, all things were made according to the pattern shown him. Mambo yote yalitendeka kulingana na mpangilio ambao alikuwa amepewa. And one of these things, na mojawapo hivi vitu, he was told to, to erect these vessels, aliambiwa akainua ama kujenga vyombo hivi in the house of God. Katika nyumba ya Bwana, there were several altars. Kulikuwa na madhabahu kadhaa. There was the altar of burnt offering. Kulikuwa na madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa. Now all the altars, madhabahu yote, the three altars, madhabahu hayo matatu, the altar of burnt offering, ile madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa, the altar of incense, kama madhabahu ya sadaka ya kukiza ubani, and the altar of showbread, na ile madhabahu ya sadaka ya uonyesho, all of them, yote, they were in a cubit form. Ilikuwa katika hali ya, and for us to understand better, na hili kuelewa vizuri, was in a form of a box. Ilikuwa kwa mfano wa box. All the altars, kama madhabahu yote, having the four corners, ilikuwa na zile pembe nne. Now Moses was told, Musa akaambiwa, in every corner, kama katika kila pembe of every altar, ya kila madhabahu, erect a horn, kwamba inua pembe, or you fix a horn, ama ukaweke pembe, you carve a horn, ukatengeneze pembe, and that horn with that altar, na kwamba na hiyo pembe na hayo madhabahu should be of one piece. Ikawe ni kipande kimoja. Now what was the importance of the horns, kwamba umuhimu wa pembe hii ilikuwa ni nini? In these three altars, katika haya madhabahu matatu, again he was instructed by God, akaamriwa na Mungu pia, that during the day of atonement, kwamba katika ile siku ya kufunikwa kwa dhambi, when they were slaughtering a lamb, walipokuwa wakimchinja mwana kondoo, and you remember there was still a scapegoat, na bado kulikuwa yule mbuzi, where the high priest could declare all the sins of Israel upon its head, ambapo mkuhani angeachilia dhambi zote za Israeli juu ya kichwa chake, and give the fit man, na kumpatia yule mwenye nguvu. The fit man went to the interiors of the desert, na kwamba yule mwenye nguvu akaingia katika ndani za jangwa, and desert that sheep there, na kuacha yule mbuzi pale. There was another one, kulikuwa na mwingine, which was preserved, ambaye alikuwa anatunzwa, but again slaughtered, na bado pia alikuwa anachinjwa, the blood taken, some portion of it taken into the holy of holies, sehemu ya damu hiyo ikipelekwa patakatifu sana, another portion of blood sprinkled upon a high priest, na sehemu ya damu ile pia ikimimina juu ya yule kuhani mkuu, and the children of Israel, na wana wa Israeli, and also other priests who were ministering in the house then, na pia makuhani ambao walikuwa na hudumu katika nyumba wakati ule. Another portion of blood, sehemu nyingine pia ya damu, was smeared on these horns, ilikuwa inapakwa katika pembe hizi, in every altar, katika kila madhabahu, and especially in the altar of burnt offering, na haswa katika kila madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa. They smeared these blood on these horns. Walikuwa napaka damu hii katika pembe hizo, pleading for the mercies of God, wakiomba kwa ajili ya rehema za Bwana. By smearing this blood, kwa kupaka hii damu on these horns, katika pembe hizi, they pleaded for the mercies of God. Walikuwa naomba kwa ajili ya rehema za Bwana. And this is seen, na hii inaonekana during the times of Adonijah, katika zile siku za Adonijah, the son of David by Haggith. Yule mwana wa Daudi, he was organizing a
conspiracy. Yeye alikuwa anapanga, He was down the city yeye alikuwa ameshuka pale chini ya mji, planning how he will take the throne akipanga jinsi ambavyo atachukua mamlaka from David. kutoka kwa Daudi. Remember, Nathan had told David Kumbuka kwamba Nathani alikuwa amemwambia Daudi that after him there will be Solomon. kwamba baada yake kutakuwa ni Suleimani. Now Adonijah was preparing a coup. Kwa hivyo sasa Adonijah alikuwa anapanga ili kuchukua usukani. He organized some priests Akaandaa makuhani kadhaa and some other officials from the government of his father, na wasimamizi kadhaa kutoka katika serikali ya baba yake, and they were strategizing na walikuwa wanapanga on how to overthrow the king. jinsi ambavyo watamuondoa mamlakani mfalme. Now that coup was futile. Kwa hiyo hiyo mapinduzi yalikuwa hayakufanikiwa. Praise the Lord. Hallelujah. Now when David knew this, Wakati Daudi alipojua hivi, especially Nathan when he knew this, wakati Nathani alipojua hii, he went to the king alienda kwa mfalme and said, "O king, akasema, mfalme, it means that you have ordained Adonijah to be the king." inamaanisha kwamba wewe umemtawaza tayari Adonijah kuwa mfalme. And David said, "I have not done such kind of a thing. In fact, the throne belongs to Solomon." Kwamba mamlaka ni ya Suleimani. How then Adonijah? Inakuwaje kwamba sasa Adonijah? And that same day, Na siku kama hiyo Solomon was anointed king over Israel. kwamba Suleimani akatiwa mafuta kuwa mfalme wa And Israeli. because Solomon was having more strength, Na maana Suleimani alikuwa na nguvu zaidi, and the hand of God was upon him, na mkono wa Bwana ulikuwa juu he yake, had more anointing. alikuwa na upako zaidi, He overcame Adonijah. akamshinda Adonijah. Adonijah ran in the temple, Kwamba Adonijah akakimbia kuelekea hekaluni, and on the altar, na akifika pale madhabahuni he held the horns of the altar, alishikilia zile pembe za madhabahu, pleading for mercy. akiomba kwa ajili ya rehema. Praise the Lord. Hallelujah. He pleaded for mercy. Akaomba rehema. It was the ordinances of God Ilikuwa ni mamlaka ya Bwana that whoever will go in the tabernacle, kwamba yeyote ambaye angeingia hekaluni, in the tent of the meeting, katika ile madhabahu ya kutania, or even in the temple, ama katika hekalu, and he be besides by the horns of the na altar, akawe kando ya zile pembe za madhabahu, even though the penalty thereof was death penalty, ingawaje kwamba ilikuwa kwamba uawe, that person found mercy huyo mtu alikuwa anapata rehema and deserved no death. na hangeuawa. This is what happened to Adonijah. Hii ndiyo ambayo ilimtendekea Adonijah, The messages came to Solomon kwamba wajumbe wakamjia that Suleimani Adonijah is by the horns of the altar, kwamba Adonijah ameingia na kushikilia zile pembe za madhabahu. and Solomon said, Suleimani akasema, "Get him there, muondoe pale, bring him in this palace, mlete hapa katika and kasri, let him prove to be a man." na wacha yeye akajionyeshe kuwa mwanaume. This means Hii yamaanisha if he is guilty, kama yeye anajihukumu, he will be killed. atauawa, If he is not guilty, na kama hana makosa, in other words, if he does not continue with this sin, kama hataendelea na dhambi hii, he will find mercy. atapata So rehema. by him being on the horn of the altar, Kwa hivyo yeye kwenda kushikilia zile pembe za madhabahu, in the first place he found mercy. mwanzo ni kwamba alipata rehema. So he went to Solomon and surrendered. Alienda kwa Suleimani kujisalimisha, He repented of that sin, akatubu dhambi hiyo, and he was given an opportunity to live. na yeye akapewa fursa kuondoka Praise the na Lord. kuishi. Hallelujah. Now, here Zechariah is saying Hapa Zakaria anasema that the Lord has raised kwamba Mungu ametusimamishia the horn of salvation pembe ya wokovu in the house of his servant David. katika mlango wa Daudi mtumishi wake. Now, who is this horn? Kwa hivyo pembe hii ni nani? By this time he was referring to John the Baptist. Wakati huu alikuwa anamwongelea kuhusiana na Yohana Mbatizaji. But don't forget Na usisahau that John the Baptist was only preparing a way kwamba Yohana Mbatizaji alikuwa anaandaa tu njia for the Messiah. kwa ajili ya Mesia. Remember when those people went to John the Baptist Wakati hao watu walipomwendea Yohana Mbatizaji and they were asking him, na walikuwa wanamuuliza, "Who are you? wewe ni nani? Are you the Messiah?" Je, wewe ni Mesia? He said, "No, I'm not." Akasema la. "Are you mimi si." one of the prophets?" Akauliza, je, wewe ni mojawapo ya manabii? He said, "I am a way maker." Akasema mimi ni mtengenezaji wa In njia. other words, Kwa ufupi, I'm only preparing a way mimi naandaa tu njia for the one who is coming. kwa ajili ya yule anayekuja. Praise the Lord. Hallelujah. Now, remember those days Kumbuka zile siku, during the times of John the Baptist. zile siku za Yohana Mbatizaji.
uokozaji, there was no salvation. hakukuwa na wokovu. People were repenting of their sins, Watu walikuwa natubu dhambi zao, and by baptism kwa ubatizo they enter into the new life. wanaingia katika maisha mapya. Salvation of sin, Kwamba wokovu wa dhambi, repenting from your own sins, kutubu kutoka katika dhambi zako, came with Jesus. ilikuja na Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Jesus went on the cross. Yesu alienda msalabani, He died. akafa, He shed his blood akamwaga damu yake for our sins. kwa ajili ya dhambi zetu. So in the actual sense, Katika hali ya kawaida, Jesus is our horn of salvation. Yesu ndiye pembe yetu ya wokovu. John the Baptist Yohana Mbatizaji was only preparing a way alikuwa tu anaandaa njia for the true horn of salvation. kwa ajili ya ule pembe ya kweli ya wokovu. Praise the Lord. Hallelujah. Today we have our horn of salvation. Leo hii tuna pembe yetu ya wokovu. And even before we come to that, Na kabla tufike pale, remember with me during the times of Joshua, kumbuka nawe zile siku za Yoshua when he conquered the land aliposhinda kunyakua ile nchi with the whole Israel, na Israeli nzima, God ordered him, Mungu alimwamuru, as it was also with Moses, na ilivyokuwa pia na Musa, to build 7 cities of refuge. ili kujenga miji 7 ya ukombozi. 7 cities of refuge. Miji 7 ya ukombozi. If anyone killed unintentionally, Mungu kama mtu aliua bila kusudia, by accident, kwa ajali, they were accepted to run in one of the cities of refuge, walikuwa nakubaliwa kukimbia na kuingia katika mojawapo ya hizo miji za makimbilio, allowed by the soldiers at the entrance. ambao ilikuwa inaruhusiwa na wale maskari katika ile malango. These were Levites. Hao walikuwa Walawi. It is because God said to Joshua Maana Mungu alimwambia Yoshua that these cities of refuge kwamba hizi miji za makimbilio should be of the Levites. ziwe za Walawi. In other words, Kwa ufupi, the Levites were dwelling in the cities of refuge. kwamba wale Walawi walikuwa na dumu katika zile miji za makimbilio, And even their enemies knew, na hata maadui zao walijua if they tampered with other fortified cities, kama wangeingia katika zile miji zingine ambazo zimelindwa, they were not to tamper with the city of refuge. hawangeweza kuharibu miji za makimbilio. Praise the Lord. Hallelujah. Now these people who killed unintentionally, Hao watu walioua bila kusudia, they ran and entered into these cities of refuge, walikuwa nakimbia na kuingia katika hizi miji za ukombozi, and they found mercy. na wao walikuwa wanapokea The rehema. Levites were coming from these cities of refuge Kwamba Walawi walikuwa wanatoka katika hizi miji za makimbilio every time, day and night, usiku na mchana, heading in the house of God. wakiingia katika nyumba za Bwana. Today, in our times today, Leo hii nyakati hizi zetu, we have our refuge. tuna makimbilio yetu, We have the horn of our salvation. tuna pembe yetu ya wokovu, And this is where we find mercy. na hapa ndipo tunapata rehema. Hebrew is telling us, Waebrania, mwandishi wa Biblia anatuambia let us now ascend to the throne of grace, kwamba sasa wacha tukapande tukaelekee katika kiti cha rehema, where we will find mercy. pale ambapo tutapata rehema. If anyone needed mercies then, Kama yeyote alihitaji rehema nyakati zile, if anyone needed to have mercy, kama yeyote alihitaji kupokea or rehema, the Lord to have mercy upon him, ama Mungu awe na rehema juu yake, he was running to this city. alikuwa anakimbia kuelekea katika miji He hizi, was running to the altar alikuwa anakimbia kuelekea madhabahuni and hold the horns of the na altar. kushikilia zile pembe za wokovu. Today, Leo hii Jesus Yesu is our horn of salvation. yeye ndiye pembe yetu ya wokovu. He lifted us up. Alituinua juu. The Bible is saying, Biblia inasema, let us ascend therefore kwa hivyo wacha tukapande to the throne of grace, katika kiti cha rehema, where we can have mercy. pale ambapo tutaweza pokea rehema. Even though grace is available, Ingawaje rehema ipo, even though mercies are new every morning, ingawaje rehema za Mungu ni mpya kila asubuhi, choices and decisions belongs to individual person. chaguo na uamuzi ni ya kila mtu. You can receive mercy today. Unaweza pokea rehema leo hii. Even though Jesus went on the cross and died Ingawaje Yesu alienda msalabani akafa for all of us, kwa ajili yetu sote, we still have so many people bado tuna watu wengi who've not accepted the pardon. ambao hawajakubali ule msamaha. Even though Jesus went on the cross for our sins, Ingawaje Yesu alienda msalabani kwa ile dhambi zetu, there are still billions of people bado kuna mabilioni ya watu who are living in their own sins. ambao wanaishi ndani ya dhambi zao I'm wenyewe. calling us today
na tuite leo hii, let us not diminish the work on the cross. kwamba tusipofanya tukashusha ile kazi ya msalabani, Our horn of salvation, pembe yetu ya wokovu, where we find mercy, wale ambao tunapata rehema, has been lifted up. imeinuliwa juu. Remember with me, Kumbuka nami when Jesus was speaking to the Pharisees, wakati Yesu alipokuwa akiongea na Wafarisayo, and to us too, nasi pia he said to them, alituambia the way Moses lifted up a bronze serpent in the wilderness, jinsi vile Musa alivyomwinua nyoka wa shaba kule jangwani, so shall the Son of Man be lifted ni up, hivyo hivyo mwana wa Adamu atainuliwa, that whoever believes in him kwamba yeyote atakayeamini ndani yake shall not perish, hataangamia, but will have eternal life. lakini atapata uzima wa milele. There is eternal life, Kuna uzima wa milele and there is perishing. na kuna kuangamia. Choices and decisions Maamuzi na machaguo are laid before you. yawekwa mbele zako, Either you choose life uchague uzima or you choose perishing, ama uchague kuangamia, which is the lake of fire. ambao ni moto, na mto wa moto. Jesus has gone on the cross, Yesu ameenda msalabani, lifted up, akainua as Moses lifted up the bronze serpent, jinsi vile Musa alivyoinua nyoka wa shaba, for your healing today, kwa ajili ya uponyaji wako leo for hii, my healing kwa today, ajili ya uponyaji wangu leo for hii, my forgiveness kwa today, ajili ya msamaha wangu leo hii, for our restoration today. urejesho wetu leo hii. So my dear brother and my dear Kwa sister, hivyo ndugu yangu mpendwa, dada yangu mpendwa, we need to do like Adonijah. tunastahili kufanya kama Adonijah. If you have not come to realization, Kama haujafikia kutambua, then therefore realize today, kwa hivyo tambua leo hii, you need to run for your mercy. wastahili kukimbia kwa ajili ya rehema zako. There is a death penalty Kuna mauti for sin. kwa ajili ya dhambi. Praise the Lord. Hallelujah. The fruits of sin, Kama matunda ya dhambi, the wages of sin malipo ya dhambi is death. ni mauti. It may be physical death, Inaweza kuwa mauti ya but kawaida, there is another death that is awaiting that sin. na bado kuna mauti mengine ambayo inangoja kwa ajili ya hiyo dhambi. Believe you me, Mimi usiamini death must be punished. kwamba dhambi, mauti lazima ilipizwe. There is no sin Hakuna dhambi that can escape the minds of God ambayo inaepuka mawazo ya Bwana without punishment. bila adhabu. And so every sin Kwa hivyo kila dhambi must be punished. lazima iadhibiwe. And so God is waiting for this sin somewhere. Kwa hivyo Mungu anangoja hii dhambi mahali. It is good for you Ni vyema kwako to run to the horns of salvation, kukimbilia pembe za wokovu, where you can have mercy. pale ambapo waweza pokea rehema. Now the Hebrew writer is telling us, Mwandishi wa Ibrania anatuambia this is the way of ascending. kwamba hii ndiyo njia ya kupanda. Let us go up. Wacha tukapande. You know, Jesus was lifted up. Yesu aliinuliwa juu. Let us go up Wacha tukapande juu on the cross. pale msalabani. That is where we will have mercy. Hapa ndipo tutapokea rehema. When God sees the blood, Wakati Mungu anapoona damu, he says that work is done. akasema hiyo kazi imetimia, That sin is forgiven. hiyo dhambi imesamehewa. By repenting of that sin, Kwa kutubu hiyo dhambi, by making a kwa turnaround kugeuka and coming back to Christ, na kurejelea Kristo, whatever you've done in previous, chochote ambacho umefanya kule whatever nyuma, you've done previously, kile ambacho umefanya kule nyuma, that all is gone. hiyo yote imeondoka, That all is forgotten, hiyo yote imesahaulika, because you have found mercy. maana umepokea rehema. Hallelujah. Hallelujah. You have found mercy. Umepokea rehema. The meaning of mercy Maana ya rehema is receiving what you did not deserve. ni kupokea kile ambacho haukustahili. Now justice is to receive what you deserve. Haki ni kupokea kile ambacho ulistahili. The Bible is saying we've been justified Biblia inasema kwamba tumefanyiwa haki by the mercies of God. kwa rehema za Bwana, We've been justified. tumefanyiwa haki. So when we receive mercy, Kwa hivyo tunapopokea rehema, justice follows. kwamba haki inafuata. Unastahili kupata baraka, You deserve to have life. unastahili kupata uzima. You didn't deserve it before, Haukuistahili mwanzo, but because of the work of the cross, lakini kwa sababu ya kazi ya msalabani you now have justice. umepata haki. You can claim for blessings. Unaweza kiri baraka, You can claim for prosperity, unaweza kiri ufanisi, and you will have it na utaipokea, because the work that was done, maana ile kazi ambayo ilifanyika, it is the work of the mercies of God ile kazi ya rehema za Bwana that proves you, ambayo inakudhibitishia, that keeps you in a place, ambayo inakuweka mahali in a point, katika hali to receive everything from the Lord. kupokea chochote kutoka kwa Bwana. My dear brother, my dear sister, Ndugu yangu mpendwa, dada yangu mpendwa, we have the horn of salvation. tunayo pembe ya wokovu.
wokovu. It is not in vain that Jesus went on the cross. Si kwa bure kwamba Yesu alienda msalabani. So as we celebrate this Easter, Kwa tunaposherehekea Pasaka hii, it is good you know with me ni vyema ujue nami that the work of the cross is not in vain. kwamba ile kazi ya msalabani si ya bure. Don't diminish that work Usidunishe kazi hiyo by continually refusing kwa kukataa to repent of your sins. kutubu dhambi zako. Identify yourself with Jesus. Kwamba jitambulishe na Yesu. Identify yourself with the work of the cross. Tambulishe na ile kazi ya msalabani. Identify with the finished work of the cross. Tambulishe na ile kazi iliyomalizika msalabani. Jesus said it is finished. Yesu akasema imekwisha. Praise the Lord. Hallelujah. It is finished. Imekwisha. The work of the cross Ile kazi ya msalabani and redemption of man, na ukombozi wa mwanadamu, his deliverance, ukombozi wake came nigh. ilikuja karibu. Praise the Lord. Hallelujah. So whoever is in sin, Kwa hivyo yeyote ambaye yuko ndani ya dhambi, whoever has not confessed Jesus as the Lord and Savior, yeyote ambaye hajamkiri Yesu kama Bwana Mwokozi, I'm calling us to do it now na tuita tufanye hivyo sasa in the name of Jesus. katika jina la Yesu. As you celebrate your Easter holiday, Unaposherehekea Pasaka hii, you will celebrate having a new life, utasherehekea ukiwa na maisha a mapya, changed attitude. mtazamo uliobadilika. Praise the Lord. Hallelujah. Because the Lord has come in your spirit. Maana Mungu amekuja katika roho yako. If you are not born again, Kama haujaokoka, you may be watching me from the comfort of your house. unaweza kuwa unanitazama kutoka nyumbani. You can say these words after me. Unaweza sema maneno haya nyuma yangu. Lord Jesus, Lord Jesus, I've come before you. I've come before you. I am a sinner. I am a sinner. Forgive me Forgive me all sins that I have committed before you. all sins I've committed before you. Delete my name Delete my name from the book of hell, from the book of hell, and today write my name and today write my name in the book of life. in the book of life. I believe by faith, I believe by faith, and I'm born again. and I'm born again. In Jesus' name. In Jesus' name. Dear viewer, from today, Mtazamaji mpendwa, kuanzia leo, if you have said that prayer with me, kama umesema ombi hilo pamoja nami, you are born again. umezaliwa mara ya pili. Look for a sound church Kwamba tafuta kanisa ambalo linasema ukweli wa neno, that teaches true doctrine of the gospel. ambayo inafundisha neno la ukweli. Commit yourself there. Jiweke pale, Be a member. kuwa mshirika pale, Submit to the fellowships. kwamba jiweke chini ya ule ushirika. Your life has been changed. Maisha yako yamebadilika. To those who would like to give, Kwa wale ambao ungependa kutoa, there are some forms of giving. kuna njia tofauti za kutoa. We have offerings. Nayo matoleo, We have thanksgiving. kuna yale ya shukrani, We have fast fruits. kuna yale malimbuko, We have tithes. kuna zaka And any other giving you feel like you can give. na matoleo mengine yote ambayo ungehisi unaweza toa. There are some numbers provided on your screen. Kuna namba ambazo ziko pale katika screen yako. We have our cooperative bank account. Kuna akaunti yetu ya Cooperative Bank. You can also write a check Unaweza andika pia hundi directed to Gospel Truth Church, ambayo inaelekea katika Gospel Truth Church, and these will be of great na hii importance itakuwa ya muhimu even to this ministry. kwa ajili ya kwa huduma huu. And so to those who are giving, Kwa wale ambao wanatoa, may the Lord expand you, Mungu akupanue, expand your territories, apanue mpaka zako, rebuke the devourers amkemee mharibifu by giving your kwa tithes, kutoa zaka zako, by giving any form of giving. kwa kutoa aina yote ya matoleo. May the Lord open your doors. Mungu akafungue milango zako In Jesus' name. kwa jina la Yesu. Amen.